Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hiki cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, na kukaribisha sana kwenye masomo yetu haya. Leo siku ya Jumatano ambayo tuna somo zuri linalosema mfuate mwanakondoo. Na kabla tujaendelea na somo hili tupate kuomba. Amen. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa nafasi ya pekee umeturuhusu tena siku ya leo tuje tujifunze masomo haya. Amen. Tunapoanza Mungu wetu, kaa nasi. Tunamkumbuka na mfuatiliaji wetu, naye tuende naye sambamba, aelewe sawa na mapenzi yako. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Haya, mfuate mwanakondoo. Ufunuo. Jana tulikuwa hapa pata picha ya bibi harusi kama watakatifu wa Mungu ambao wanaolewa na Bwana Yesu mwanakondoo, lakini pia na mji ambao ameenda kutuandalia. Leo tunataka tuendelee kufuatilia picha ya hapo tutakapokutana na bwana harusi mwenyewe, sisi kama sisi. Hebu nikuulize, kitu gani ambacho wewe unatamani sana kuenjoy utakapokutana na Bwana, utakapoolewa? Nitakapokutana na Bwana, aidha ni habari ya ule mji, uzoefu wako katika ule mji, au jumuiya, au uwepo wake, yani wapi hapa hasa ambapo unadhani unataka? Mimi kitu ambacho nitaenjoy kwa kweli, kwa kweli kabisa, ni uzoefu wake. Yani kumuhoji, yani ni tuhojiane, anipe tu story. Una maswali au nini? Na maswali niulize tu kwa maswali ambao wachungaji labda wameshindwa kujibu. Yani ni swali ambalo yani naona hata wachungaji hawawezi kunijibu. Yani mapito yake yale sana siku ile anaenda Golgotha pale. Kuna watoto wengine wanasema mtoto mwingine anasema, Bwana mimi natamani ikifika nipakie chui. Mwingine anasema niteleze kwenye shingo ya twiga. Mwingine anaweza kusema nitembelee sayari. Yani kila mmoja ana shauku. Kuna vitu ambavyo amevimisi. Kweli? Sasa tuko Ufunuo sura ya 21. Kwanza 14 alafu tutakuja huko. 14 mstari wa 4. 14 mstari. Kwa sababu tuna muda sana. Twende kwa 14 mstari wa kwanza alafu na wa 4. Sawa. Kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Ndio akina nani hao? 4. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, wali malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Moja kati ya vitu ambavyo mimi natamani nikifika mbinguni ni kutobanduka ubavuni pa Kristo. Kumbe na wewe na hawa sasa, ninachoambiwa hapa fungu la 4 anasema hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Ni kama mbona Mwanzo sura ya 2 anasema atamwacha, wataambatana nao watakuwa mwili mmoja. Ukiwa mbele yake, ukiwa pamoja na Kristo au mwana kondoo, unamfuata kila aendako. Unalia wewe bwana harusi, bado unalia? Hapana. Una maswali?
mnapiga story. Bado una maswali, maana maswali yote yanajibiwa. Kuna mauti hapo. Mauti hapo. Kuna maombolezo. Kuna kilio. Mwezi kulia. Labda kama kilio cha furaha. Kwa hiyo yani dili kubwa ni kutembea na Bwana Kristo. Yaani furaha ya mbinguni ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kuwa naye ndio mbinguni yenyewe. Kwa nini basi tusianze hapa sasa hivi? Kuna wimbo gani katika vitabu vya nyimbo ambao una amsha tumaini kama hili? Unaukumbukea la kuambatana na mwana kondoo. La kutembea na mwana kondoo. Aya, nataka kumwona Mwokozi kwanza, nitamjua. Nimekupa huo. Mwingine kwa kuwa na nimetoka hapa. Kuna zipo nyingi, lakini kuna mwingine wa Adventista unaoitwa Follow the Lamb, mfuate mwana kondoo. Hizo nyimbo zote zinatuhimiza kwamba kama tutakuwa naye siku zote bila kutengana, akifuta machozi yetu na nini, leo hii tunatakiwa kuendelea kuwa na uzoefu wa kutembea na mwana kondoo. Huo ndio wito. Hiyo ndio habari ya mjini. Amen. Rafiki yangu, mwana kondoo ndio jua la ule mji, ndio furaha ya ule mji. Na hata sasa kama sisi watu ambao tumenunuliwa kutoka katika nchi, ambao tumetengwa kama bikira wa Kristo, hatujinajisi na wanawake malaya. Sisi ni wake, sisi ni watu wa kujitenga na kutembea naye hata sasa tukimfuata. Karibu ujiunge na kundi la watu wanaomfuata Kristo nyuma yake, wafuasi wa Kristo wanaoimba wakimngojea mpaka atakapokuja. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili linalotuhimiza kumfuata Kristo hatua kwa hatua mpaka siku ile tutakapoonana naye ana kwa ana, furaha kwa furaha. Mpaka wakati huo, nimwacha mtumishi wako msikilizaji wetu mikononi mwako, kamshike naye, na yule ambaye bado hajafanya maamuzi ya kusema yes kwa Bwana Yesu, naye akakubali akatembea naye hata sasa, na siku ile atakapokuja asiachane naye siku zote. Mpaka wakati huo tunajiachia mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amen. Basi mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu hiki kizuri, karibu sana. Tunakushukuru. Hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Kesho ni siku ya Alhamisi, tuna somo zuri linalokuita kwamba njoo. Mimi ni Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Dar es Salaam Temboni. Karibu sana. Amen.